Kwa sasa hivi ukipita mitandaoni, nafikiri story kubwa ambayo utakutana nayo ni issue ya Mac Voice na Rayvanny. Issue kubwa hapa, issue ya Mac Voice na Rayvanny, na uzuri wake tunazungumza haya, tuna ushahidi. Rayvanny ameshaye kuzungumza kwa upande wake, upande ambao ulikuwa unasubiriwa uzungumze ilikuwa ni Mac Voice. Mac Voice alikuwa anasubiriwa na yeye ajaribu kutoa ya kwake baada ya Rayvanny kuongea kuhusiana na Mac Voice kufanya mambo ya chakatua, Mac Voice kutokuonekana ofisini. Nafikiri hiki anachokiongea Mac Voice hakijapishana sana na alichoongeaga Rayvanny, alichoongeaga Mzava. Mzava alisema Mac Voice alikuwa anakaa kwake. Ni ushahidi tosha kwa hiki alichosema Mac Voice kwamba wakati amesainiwa kwenye lebo hakuwa na sehemu ya kukaa. Alikuwa anasubiri Mzava kwa sababu ni mtu wa totals. Kwa maneno yake, asipokuwa na toto ndio anaenda kulala kwake. Kama ana toto geto kwake, basi mshikaji atalala studio. Mimi nasema jambo moja. Iko hivi, hiki naomba kichukueni. Wasanii wa Tanzania ambao wanafungua lebo huwa wanafanya vitu kwa sifa ya kutaka kusifika na yeye ni msanii mkubwa. Tukubali, tukatae. Mwalimu wa mambo ya record label anajulikana, ni Diamond. Wala tusitaki kuongea unafiki. Ni wazo ambalo alikuja nayo yeye. Msanii wa kwanza akafungua lebo East Africa. Zamani ilikuwa ni makundi. Wengi walikuwa wanaendesha mfumo wa lebo lakini was not official. Kuwa official maana yake ni kwamba kuwepo na mikataba kwa wasanii, kuwepo na wanasheria kwenye lebo, kuwepo na watu wa kila idara kwenye lebo. Zamani walikuwa wanafanya kama fofani, kama kundi fulani. Unasikia Suya Moto Bendi, kundi, TMK, kundi, sui kitu gani, kundi. Lakini jamaa alikuja kuchukua mfumo wa kundi akauleta kwenye upande wa record label, kuusilimisha kuwa official na watu kuanza kufanya kazi kwa kulipwa. Unasainiwa kama unafanya kazi kama vile wafanya kazi kwenye makampuni mengine. Lakini sasa hili limkuza sana Diamond. Wasanii wengi wakawa wanataka kujifanya ni wakubwa wao na wao wafungue record label. Hicho ndo kitu ambacho walikuwa wanakwama. Alianzisha lebo Tanzania alikuwa anajua misingi na njia gani atapita ili lebo iweze kufanikiwa, na ndio maana mpaka leo lebo yake iko active. Kwa sababu wakati anaanzisha wazo, na alisema kabisa alikutana na watu wakubwa ambao wana record label duniani mpaka Marekani, wakampa elimu namna ya kusimamia lebo. Mpaka Nigeria wakamfundisha unawezaje kusimamia lebo. Leo hii lebo yake ina survive. Lakini wasanii wengine wengi Tanzania walikuja kufungua lebo, kwanza kuleta ushindani, pili kutaka kuonekana kwenye jamii na wao ni wakubwa, kwa sababu wana uwezo wa kumiliki record label. Ili uweze kuwa mkubwa, ili uweze kuwa msanii mkubwa, lazima ufanye vitu vikubwa. Ili uweze kuwa msanii mkubwa, lazima ushindanishwe na wakubwa. Kama huwezi kushindanishwa na wakubwa, huwezi kuwa mkubwa. Sasa wasanii wengi ili washindanishwe labda na msanii kama Diamond, lazima na wao wafanye vitu kama Diamond ili na wao waonekane wakubwa. Kipo clear. Sio kwa Rayvanny, sio kwa msanii gani. Wasanii wote ambao walifungua lebo baada ya Diamond, walifungua lebo kwa sababu walitaka kujilinganisha na Diamond na wao waonekane wakubwa. Huo ndio uhalisia. Na ndio maana record label zao zimewasumbua. Leo hii kutaka kuuliza record label gani imenufaika, utitaja WCB. Ukiondoa kunufaika kwa wasanii, na ndio maana ukiangalia record label yake sio kunufaika tu kwenye muziki, lakini wasanii wake wanafanya shows kubwa. Hilo la kwanza. Wasanii wake wanafanya kolabo kubwa. Wasanii wake hata wanapoondoka kwenye record label wanalipishwa hela ambayo hata ukimlipa mmiliki wa label ananufaika. Kwa sasa hivi, mpaka sasa hivi mtu ambaye kanufaika na record label Diamond kupitia WCB, na kwa sababu wakati anafungua lebo alikuwa anajua atapita kwenye njia gani aweze kufanikiwa na yeye aweze kupata manufaa ya lebo yake. Lakini wengine wote wanafanya vitu kwa kuiga. Ukifanya kitu umeiga mtu fulani, hujui mwenzio alikuwa na njia gani, atapita njia gani kuweza kufanikiwa. So maana yake ni kwamba hivi ni vitu vya aibu ambavyo tunaviona kwa msanii ambaye tunaamini mtu unafungua lebo. Sasa faida ya kufungua record label nini? Zingine hizi mimi nazungumzaga tu kitu moja. Zingine hizi ni laana. Kwenye maisha haya, kwenye misingi ya kimaisha, ya kufanikiwa kwenye maisha, wasanii wengi wanafanya kwa sifa. Ukifanya kwa sifa, matunda yake ni haya. Hamwezi kuwasimamia madogo. Wewe unajisikiaje? Huwezi kufanikiwa kwenye maisha kama kuna mtu anasononeka, umedhulumu jasho lake. Kwenye maisha haya huwezi kutoboa. Rayvanny my brother, huwezi kuepuka. Mac Voice kaongea vitu vingi sana, kulala studio. Msanii Rayvanny alikuwa anasema kwamba Mac Voice aliondoka bila taarifa. Anasema akirudi lebo itachukua hatua zake za kinidhamu. Brother, huwezi, yani msanii hawezi kuondoka kama hakuna sababu.
Leo hii hata sisi tuko kwenye maofisi za watu. Kama ofisi, kila mtu anatafuta maisha. Hakuna mtu ambaye anaenda kwa ajili ya kumnufaisha na kumfurahisha mtu. Kila mtu anaenda kutafuta maisha kwa level yake. Kama mtu anakuja kufanya kazi kwako, anapata kile ambacho anakihitaji, hawezi kuacha kufanya kazi kwenye hiyo eneo. Wewe unaonitazama, kuna sehemu umeajiriwa au umeajiri vijana. Hakuna mfanyakazi ana uwezo wa kuondoka ofisini kwako kama anapata mahitaji yake ya msingi kwa wakati. Ukiona mfanyakazi wako anaondoka, ujue kuna sehemu panavuja. Kwa maana yake ni kwamba mpaka MacVoice anaondoka, anaenda kufanya chaka tu chaka. Maana yake ni kwamba kuna sehemu tu alikuwa hanufaishwi. Kama director Mzava ambaye ni mtu wa karibu wa Rayvanny anasema MacVoice alikuwa analala kwake. How? Wewe ni msanii, umechukua msanii sehemu, then msanii anakuja kwako, hakuna sehemu ana uwezo wa kupanga hata kulala, analala studio. Maanake nini? Msanii anakuja, umesaini msanii, unafanya naye kazi, umemleta kwenye record label yako, then hiyo msanii akawa analala studio. Tafsiri yake nini? Then mtu wako wa karibu kama Mzava anasema alikuwa analala kwake. Wewe bosi ulikuwepo, kwa nini unaruhusu msanii wako anaenda kuharibu? Kwa sababu MacVoice atakapofanya mabaya, sio kwamba yeye atakuwa anapondwa au anajichafua, anachafua brand yake, anachafua mpaka brand ya record label. Next time record label itataka kusaini msanii mwingine, kwanza ataanza kuingiwa na wasiwasi. Kama huyu alifanywa hivi, mimi nikienda nitafanywa tu. So maana yake, my brother Rayvanny, interview yako mimi mwenyewe nilifanya interview na wewe studio kwako Next Level, ukaeleza mengi sana kuhusu mambo ya MacVoice. Ameondoka, unampigia simu apokei. So maana yake ni kwamba ukija kusema kwamba MacVoice aliondoka bila kutoa taarifa, wewe unampigia mjomba wake. Angalia tu mistake ambazo unazifanya. Yaani MacVoice aliondoka kwenye lebo akaenda kufanya chaka tu chaka, wewe unampigia mjomba wake. Tena mjomba wake sometimes apokee simu. Wewe unakuwa na raha gani? Hujui msanii wako yuko wapi. Wewe huoni kwamba usimamizi wako kama manager au kama mkurugenzi vuja sehemu kubwa sana? How kama msanii anaondoka, wewe unampigia mjomba wake, na huyo msanii unampigia unasema hapokei simu? How? Brother Rayvanny, kiukweli kwenye hii issue ya MacVoice, unapozungumza kwamba MacVoice anaondoka hana taarifa, then wewe alikuwa analala kwa Mzava. How ulikubali msanii wako alale kwa Mzava? Ulikuwa hujui kwamba ilitakuja kukubackfire, kwamba msanii analala kwa Mzava ambaye ni kijana wako, mtu wako wa karibu? Au so kiukweli, mimi nimesikitika sana baada ya kusikiliza interview ya MacVoice kwamba anataka kwenda kumsaidia mama yake. MacVoice anaeleza kuna siku alienda kwenye show, of course aliondoka, badala ya kutokupata hela na mama yake anaumwa, alikuwa anadaiwa $2,000,000. Nyumbani wamejichanga wakapata $200,000. Then wakampigia MacVoice, wewe ni msanii, tupatie $1,800,000. Hana hata 100, hata $200,000 mfukoni hana. Akapata show, na show hawezi kwenda kufanya kwa sababu yuko chini ya lebo, mpaka lebo iridhie. Aliforce akaondoka, akapata hela amlipe mama yake ndio hospitalini, akaenda kufanya show. Rayvanny anampigia simu, anamwambia umezingua na hatukutaki kwenye record label. Hii simu yangu ambayo nimekupigia kuna siku utakuja kuipiga sana, kwa sababu unajua katalogu zake hutamwachia, na kwa sababu unajua ana mkataba, na mkataba ili aondoke pale alikuwa anatakiwa kulipa $1,000,000, ila wewe ukamwambia tu nipe $1,100,000. Kwa nini ukamwambia nipe $1,100,000 uondoke? $1,100,000 kama msanii hawezi kutengeneza hela, ataitoa wapi? MacVoice alikuwa anatengenezaje hela? Next Level, nyimbo za MacVoice zilikuwa zinatengenezaje hela? Numbers hamna, kwa sababu sehemu ambazo msanii anaweza kupata hela ni sehemu 3: numbers za digital, shows, endorsement. Sehemu 3 ambazo msanii yoyote duniani anazitegemea kutengeneza hela. Msanii kwanza, sehemu yake ya kwanza anaitegemea ni numbers za digital, huko Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. Hizo namba ndio sehemu ambayo inamlipa msanii direct. The way utakapofanya ngoma kubwa na ngoma nyingi kubwa, ndivyo anatengeneza hela kupitia hizo digital platform. Sehemu ya pili, sasa kabla ya kwenda sehemu ya pili, hapa tuje kwenye digital platform. MacVoice alikuwa anaingiza hela? Wewe unavyohisi kwenye digital, MacVoice alikuwa anaingiza hela digital? Nyimbo zake zilikuwa na namba za kuingiza hela? Nyimbo zenyewe zipi? Kwanza. La pili, kwenye shows, MacVoice alikuwa anafanya show wapi? Amewahi kufanya show chini ya Rayvanny? Mimi nakumbuka Rayvanny ndo alikuwa anazunguka na MacVoice kwenye show zake. Manake MacVoice alikuwa hana sehemu ya kufanya shows. Sehemu ya 3, endorsement, matangazo. MacVoice alikuwa na balozi zoyote ile kwenye akaunti yake? Alikuwa anafanya kazi na kampuni yote kama endorsement? Je, MacVoice alikuwa anatengenezaje hela? Manake MacVoice alikuwa hatengenezi hela. Kama MacVoice alikuwa hatengenezi hela, nani wa kulaumiwa? Anayetakiwa kulaumiwa ni management. MacVoice anasema kuna siku moja akaiba ile kompyuta ya mtu wa IT, akaangalia akakuta kwenye akaunti yake dashboard inasoma $30,000. Anamwambia Rayvanny, nipe hela nimpe mama $2,000,000. Anamwambia sina hela. Hata ungekuwa ni wewe ungefanya nini?
Kwa kuna vitu vingine my brother Rayvanny haina haja ya kujitetea hapo. Hatuwezi kusema Rayvanny ndio alikuwa ana makosa peke yake. Lakini hata Mac Voice ukija kwenye swala la mkataba, mkataba ndo na limit. Lakini mkataba huwezi kusimamia mkataba kama kuna vitu ambavyo unahisi vingekusaidia huwezi kutimiziwa. Kama kuna mahitaji yako unahitaji kuyafanya huwezi kutimiziwa. Huwezi kuniambia mimi leo Mac Voice amefanikiwa mpaka kutaka kuondoka. Haiwezekani. Mac Voice hajafanikiwa popote pale. Yaani kwamba katoboa sana kimuziki. Mimi naomba nisizungumze sana. Najitahidi nimpate Mac Voice, tufanye naye interview. Nafikiri atakuja kueleza vitu vingi sana. Lakini pia mimi nishafanya interview na Rayvanny, ipo. Rayvanny alieleza upande wake. Tukipata na upande wa pili wa Mac Voice, tutajua pa kuanzia. Kwanza ni kuachia hivi vipande ambavyo aliongea. Big shout sana Sogidogi pamoja na Mjini FM kwa sababu interview nimefanya pale. Isikilize kwanza interview ya Mac Voice, then na wewe tia comment yako. Namna ni bora tuongee ukweli kwa sababu maybe ukiongea ukweli unaweza kupata msaada kwa watu kukusaidia kwamba bwana dogo anapitia situation 1 2 3. Unajua sometimes kinachotuumiza wengi ni kukaaga tu kimya. Kwa sababu ukikaa kimya hakuna mtu ambaye anajua situation zako unazopitia za maisha. Ni ukweli. Sasa naweza ngasema kwamba gomvi mkubwa mimi na leo tuko sawa. Huo ni kweli kabisa. Wala tusiongee uongo wala siji kuficha vitu. Ni kitu kibaya na umo za mtukufu na mimi nimefunga. Mimi na Bro tuko sawa. Ni kwa muda gani huo? Miaka 2 naenda. Na kuelezea kwa nini tuko sawa. Gomvi wetu mkubwa na Bro ni hela. Naelewa? Ni hela na wale tumegomana kisa hela. Bro, mimi nilikuwa nalala studio hiyo. Ndipo sina sehemu ya kukaa. Kama msanii.